Wazazi na ndugu wa vijana waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga serikali mwaka 2024-2025 wametangaza mpango wa kufanya maandamano ya amani kuelekea ikulu ya rais leo Disemba 22, wakidai haki, uwajibikaji na fidia iliyocheleweshwa kwa muda mrefu. Chombo cha habari nchini humo kimeripoti kwa taarifa rasmi walioikabidhi polisi. Familia hizo zimesema maandamano hayo yanatazamiwa kutokea leo katika bustani ya Jivanjii kabla ya kuelekea ikulu, wakilenga kupata fursa ya kukutana ana kwa ana na Rais William Ruto. Familia hizo zinasema zimechoshwa na kile wanachokiita ukimya wa serikali na kucheleweshwa kwa haki, huku zaidi ya siku 547 zikiwa zimepita tangu kifo cha Rex Masai bila askari yeyote kuwajibishwa kisheria kufikia Desemba 18, 2025. Kelvin Simba, ndugu wa marehemu Michael Ryan Kasaine ambaye aliuawa wakati wa maandamano, amesema matokeo ya uchaguzi wa Independent Medical Legal Unit yanaonyesha picha ya kutisha kuhusu mwenendo wa vyombo vya dola. Kwa mujibu wa Simba, ripoti yake inaonyesha kuwa vifo 3 kati ya 5 vya mauaji ya nje ya sheria vilirekodiwa kuwa risasi zilipigwa kutoka nyuma, jambo linaloashiria kuwa waathirika walikuwa wakikimbia na hawakuwa na silaha. Familia hizo pia zimeishutumu serikali kwa kucheleweshwa utekelezaji wa fidia licha ya Rais William Ruto kutoa tamko rasmi Agosti 8, 2025 lililoweka mfumo wa kulipa fidia kwa waathirika wa ukatili wa polisi tangu mwaka 2017. Wanasema hadi sasa hakuna hatua za maana zilizochukuliwa kuwasaidia familia zilizopoteza wapendwa wao wala manusura waliopata ulemavu wa kudumu. Katika taarifa yao, familia hizo zimesema dhamira ya maandamano hayo si kufanya vurugu, bali kuomba kusikilizwa, hasa katika kipindi hiki cha sikukuu za Christmas ambacho wengi wao wanakabiliwa na majonzi makubwa. Namnukuu, tunamwomba rais asikilize kilio cha familia zinazokabili Christmas bila vichocheo vya watoto wao. Pia tunatembea kwa mshikamano na manusura waliopooza au kupata ulemavu wa kudumu. Na mwisho wa kunukuu. Familia hizo pia zimewataka polisi kuheshimu kifungu cha 37 cha katiba kinachotoa haki kukusanyika, kuandamana na kuwasilisha malalamiko kwa mamlaka kwa amani na bila silaha. Epifania Magingo, Kawabe News.